Karibu katika kipindi cha Neno la Uzima. Neno la Uzima ni neno la Mungu linaloletwa kwako na mhubiri wa kimataifa Askofu Mkuu Zachary Jacobe. Mhubiri huyu ni muasisi na askofu mkuu wa kanisa la Full Gospel Bible Fellowship lenye makao yake makuu barabara ya Samiyoma, Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Kutokea hapa, askofu huyu husimamia matawi zaidi ya 400 ya kanisa lake kote nchini Tanzania na kuzunguka duniani kote akihubiri neno la Mungu. Sasa basi, leo mhubiri huyu amekutembelea nyumbani kwako kwa njia ya TV. Bila shaka neno la leo litakufanya ubarikiwe kipekee. Karibu. Amefufuka, yu hai milele. Haleluya, 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 haleluya. And everybody will be repaired tonight. இன்றைக்கு இந்த நிலையில் ஒவ்வொருவரும் சரிப்படுத்தப்படுவார்கள். मैं रात में दी है मोम हरिका सांडलबे Asante kwa kunikaribisha nyumbani kwako kwa njia ya television siku nzuri ya leo. Bila shaka Mungu ana makusudi maalum ya kunikutanisha na wewe. Karibu basi tushirikiane neno la Mungu katika ibada yetu ya leo. Karibu. Somo letu la leo lina kichwa dhiki kubwa inayokuja. Dhiki kubwa inayokuja. Wiki iliyopita tulijifunza juu ya tukio la kutisha linalokuja. Bwana Yesu hata kuja kwa ukanyaga dunia kama mwanzo, lakini hata kwa mawinguni, na wale waliokolewa wataungana pamoja na wafu ambao wamekufa katika Bwana na kufufuliwa pamoja na kupaa kwenda juu mawinguni. Litakuwa ni tukio la kutisha, kwa sababu wale wote ambao leo wanapinga juu ya wokovu, wale watu wote ambao hawajui juu ya habari hii, ambao wanaendelea kufanya uchafu na kuendelea kufanya kila namna ya dhambi na kuchukuliwa na kile wanachokiita ni anasa za dunia hii, watajikuta wametekewa. Watashangaa. Yesu Kristo alisema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe.
baada ya watu hawa waliokolewa kunyakuliwa, duniani hapa itatokea dhiki kubwa. Itatokea dhiki kubwa ambayo mfano wake haujawahi kutokea duniani. Sasa hivi tunasikia watu wana njaa, watu wanateseka, watu wanateswa kwa mateso ya kila namna duniani. Lakini mateso haya yaliyowahi kutokea kutokana na vita, kutokana na njaa, kutokana na majanga ya kila namna duniani, si chochote, si lolote kulingana na ile dhiki itakayokuja. Biblia inasema katika Mathayo sura ile ya 24, Mathayo 24 mstari wa 21, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Wala haitakuwapo kamwe. Dhiki hii itatokea wakati watu waliookolewa wameshatolewa katika dunia, kama wakati wa Nuhu. Jamaa yenye haki, Nuhu pamoja na jamaa yake, iliwekwa katika safina kabla ya dunia kuangamizwa na gharika. Kama Lutu na jamaa yake walivyotolewa katika Sodoma na Gomora kabla ya moto na kiberiti kuteketeza miji ya Sodoma na Gomora, ndivyo itakapokuwa kwamba watu waliokolewa wanaofanya mapenzi ya Mungu watatolewa kwanza kabla ya dunia hii kushughulikiwa kikamilifu kwa ghadhabu isiyokuwa ya kawaida ya Mungu kwa wale watu ambao wamekataa kufanya mapenzi ya Mungu na kuokolewa. Unaweza kuona na watu kwa kutokuelewa wanajaribu kufundisha kwamba watakuwepo watu waliokolewa vile vile katika dhiki hiyo. Na andiko kubwa ambalo napenda kulitumia ni Mathayo sura ile ya 24 mstari wa 21 mpaka mstari wa 22. Kwa wakati huo kutakuwepo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwepo kamwe. Na kama siku hizo zisingelifupizwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Na hapa wanasema wateule ni watu waliokoka ambao wako sasa. Hapana. Neno wateule linapotumika katika maandiko linatumika kwa maana tofauti. Katika Isaya 42 mstari wa kwanza, Yesu Kristo anaitwa mteule. Katika Timotheo wa kwanza sura 5 mstari wa 21, malaika watifu wanaitwa malaika wateule. Sisi tuliokolewa, watu waliokolewa wanaitwa vile vile wateule. Tito sura ya kwanza mstari wa kwanza, tuna muda wa kusoma maandiko haya lakini unaweza kusoma kwa wakati wako. Tito sura ya kwanza mstari wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili, Warumi sura 8 mstari wa 33, alafu Luka sura ya 18 mstari wa 7. Vile vile taifa la Israeli wanaitwa wateule. Isaya 65, labda hapo tusome Isaya 65 mstari wa 8 mpaka mstari wa 9. Bwana asema hivi: kama vile divai mpya ipatikanavyo katika kichala, na mti mmoja husema usiharibu kwa maana mna baraka ndani yake, ndivyo nitakavyotenda kwa ajili ya watumishi wangu ili nisiwaharibu wote. Nami nitaleta uzao toka Yakobo na mrithi wa milima yangu toka Yuda, na mteule wangu atairithi. Uzao toka Yakobo ni taifa la Israeli, anaitwa hapa mteule wangu. Angalia tena Isaya 45. Isaya 45 mstari wa 4, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu. Tuseme wote, na Israeli mteule wangu. Ndio, kwa ajili ya wateule wanaozungumziwa hapa ni Waisraeli, sio watu waliokoka wengine.
lakini ni Waisraeli ambao mpaka sasa wanapinga sana juu ya kuokoka. Ahadi ya Mungu ni kwamba Israeli wote wataokoka. Wale watu ambao watazingatia maelekezo waliopewa kwamba wasimsujudie mpinga Kristo, wasimsujudie yule mnyama kama tutakavyoweza kuona baadaye kidogo, wasikubali kupokea chapa ya mpinga Kristo na kumsujudia, na watakubali kukimbilia milimani, hawa wote wataokoka. Muda utatoshi kuangalia maandiko yote haya katika somo fupi kama hili, lakini maandiko yanaeleza kwamba Waisraeli wote wataokolewa, na lengo la dhiki kubwa itakayokuja, moja kati ya malengo ni kuwashikisha adabu wa Israeli mpaka wafikie mahali kumlilia Masihi na kumkubali Yesu Kristo kuwa ni Masihi, na hivyo kuokoka sawasawa na ahadi ya Mungu katika Warumi 11 mstari wa 25 mpaka 27 kwamba atawaokoa wote sawasawa na ahadi yake. Na Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 30 mpaka 31, Yeremia 30 mstari wa 7, Ezekiel 20 mstari wa 37, maandiko yote haya yanazungumzia juu ya kuokoka kwa Waisraeli. Hawa ndio watakao kuwepo katika dhiki kubwa itakayokuja, ambayo ndio wanaoitwa wateule. Kwa ajili ya wateule siku hizo zitafupizwa, lakini maandiko yameshasema kwamba siku hizo zitakuwa ni juma moja la Daniel, ambalo katika unabii maana yake miaka 7. Lakini la msingi la kuelewa tu hapa ni kwamba watu waliookolewa, watu wengine ambao si Waisraeli, watu waliookolewa wengine ambao wako sasa, hawa watakuwa wamekwisha nyakuliwa, na hawatakuwepo katika dhiki hiyo. Daniel sura 12, Daniel 12 mstari wa 1, wakati wa Mikaeli atasimama jemadari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo, na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Kila mmoja ambaye ameandikwa katika kitabu cha uzima, ambaye ameokoka, atatolewa katika saa hiyo ambayo inaitwa vile vile saa ya kujaribiwa. Saa ya kujaribiwa, wakati wa taabu, unapewa majina kadha wa kadha katika Biblia. Moja kati ya majina hayo ni saa ya kujaribiwa. Ufunuo Yohana sura ile ya 3 mstari wa 10, Ufunuo 3:10, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa. Hicho ndio kipindi cha dhiki kubwa, utoke katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote kwa jaribu wakao juu ya nchi. Nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa, kwa sababu umelishika neno langu. Wale wote ambao wamelishika neno la Mungu na kuacha dhambi zao na kuokolewa, watatolewa kutoka katika saa hii inayoitwa saa ya kujaribiwa, ambayo inaitwa vile vile ghadhabu itakayokuja. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 1 mstari wa 10, na kumngojea mwanawe kutoka mbinguni, ambaye alimfufua katika wafu, naye ni Yesu, mwenye kutuokoa na ghadhabu itakayokuja. Angalia maneno hayo, mwenye kutuokoa na ghadhabu itakayokuja. Ikiwa tumeokolewa, tutaokolewa kutoka katika ghadhabu hiyo ya Mungu itakayokuja. Inaitwa vile vile saa ya hukumu, Ufunuo 14 mstari wa 7. Inaitwa vile vile adhabu na ghadhabu, Isaya 24 mstari wa 21 na Isaya 26 mstari wa 21. Tunaona adhabu na ghadhabu, na vile vile inaitwa tabu yake Yakobo, kwa sababu Israeli watatabishwa, watakuwa katika dhiki hiyo. Katika Yeremia 30 mstari wa 7, katika Yoeli sura ya 1 mstari wa 15 inaitwa uangamivu, na katika Yoeli sura ya 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 12 inaitwa siku ya giza na weusi, siku ya mawingu na giza kuu. Kutakuwa na nini katika kipindi hiki? Kitakuwa ni kipindi cha kutisha. Wanadamu watakuwa wamebaki, watu ambao leo wanacheza dance na kujiona miamba,
watu leo wanaotembea uchi na kujifanya miamba, watu leo ambao wanatembea kila kona, kila mahali na kujiona wao ni wao, wanatamba kwa ulevi wao. Kama wewe ambaye wakati unapofuatilia kipindi hiki uko kwenye baa unakunywa pombe, itakuwa ni kilio na kusaga meno, kwa sababu walevi wote watakuwa wamebaki hapa duniani. Walevi wote watakuwa wamebaki hapa duniani, wavuta bangi, watu wanaokula madawa ya kulevya, wavuta sigara wote, watu ambao wanasema wao ni wazee wa kanisa, wanasema ni wachungaji, wanasema sisi mambo ya wokovu hayatuhusu, ni mambo tu ya lokole, lakini sisi ni Wakristo. Hakuna Ukristo bila kuokoka. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 2, kanisa ni nini? Watu ambao wanasema katika kanisa ni watu gani? Watu ambao ni Wakristo ni watu gani? Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 47, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote, Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Haleluya! Awe yote ambaye hajaokoka hayuko katika kanisa. Awe yote ambaye hajaokolewa hana sehemu katika kanisa. Jina lako linaweza kuwa limeandikwa katika kitabu cha dini yako, halijaandikwa mbinguni. Jina lako linaweza kuwa limeandikwa na mchungaji wako analijua, lakini mbinguni halijulikani. Kanisa, watu waliokolewa ndio watakaonyakuliwa, na hapa itabaki ghadhabu nzito juu ya dunia. Kaka zangu, dada zangu, ghadhabu hii itakuwa mbaya, dhiki itakuwa mbaya, kwa sababu Mungu atawapiga wanadamu. Shetani naye atawapiga, halafu watatu atakayewapiga ataitwa mpinga Kristo au mnyama. Isaya 26 mstari wa 21 inatisha kusikia kwamba wanadamu watapigwa na Mungu kwa mateso. Shetani tena atawapiga, na tena mpinga Kristo au mnyama atawapiga. Isaya 26 mstari wa 21. Leo unajifanya mjanja, lakini siku hii inakuja, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno ya Mungu hayatapita kamwe. Kama unabisha sasa, utakuwepo wakati huo, utajuta, lakini majuto yatakuwa ni mjukuu. Isaya 26 mstari wa 21, Biblia inasema, kwa maana tazama, labda tuanze mstari wa 20 mpaka 21. Njooni watu wangu, ingia wewe ndani ya vyumba vyako, ukafunge mlango nyuma yako, ujifiche kitambo kidogo mpaka ghadhabu hii itakapopita. Huu ni wakati wa kujificha. Huu ni wakati wa kuingia katika safina. Tunaposibu dhambi zetu kwa kumaanisha kuziacha na kuokolewa, tunajificha. Uko tayari kujificha leo? Kwa maana tazama, Bwana anakuja kutoka mahali pake ili kuadhibu wakao duniani kwa sababu ya uovu wao. Ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitawafunika tena watu wake waliouawa. Hakutakuwa na namna yote ya kusema unaweza kufa unavyotaka, kama tutakavyoweza kuona baadaye kidogo. Yoeli 1 mstari wa 15, Ufunuo 14 mstari wa 7, Ufunuo 15 mstari wa 7. Kote hapa tunaona juu ya Mungu kuwapiga, kuadhibu wakao wanaokaa duniani wakati ule, waliobaki duniani kwa sababu ya uovu wao. Shetani vile vile akijua wakati wake ni mfupi, kwa sababu baada ya dhiki kubwa, kabla utawala miaka 1000 ya Yesu Kristo duniani ambao utapata baada ya dhiki hiyo kubwa ya miaka 7, Shetani atachukuliwa na kufungwa kwa miaka 1000. Akijua wakati wake ni mfupi, ghadhabu yake itashuka kwa namna isiyokuwa kawaida, kuwashukia walimwengu watakaokuwepo juu ya uso wa dunia. Akijua yeye naye atakwenda sasa motoni milele na milele. Ufunuo 12 mstari wa 12, Shetani anatajwa kuwashukia walimwengu kwa ghadhabu isiyokuwa ya kawaida. Sio tu, lakini katika waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 18 anatajwa anatajwa mtu anaitwa mpinga Kristo ambaye anakuja. Mpinga Kristo huyu pia anaitwa majina kadha wa kadha, kwa mfano mpingamizi, asi au chukizo la uharibifu au mnyama. Katika Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 8, Mathayo 24 mstari wa 15, Ufunuo 13 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6, tunaona juu ya majina yote haya mpinga Kristo ambaye atatokea katika umoja wa nchi za Ulaya
ambaye atakuwa na uwezo wa kishetani, atakuwa ni agenti asiyokuwa kawaida wa kishetani, ambaye atashuka yeye naye kutaka kila mtu aliyoko hapa duniani kumwabudu, kumsujudu au sio. Hakuna kununua, hakuna kuuza, hakuna kula, hakuna chochote. Kila mmoja lazima apigwe chapa yake, amsujudie, ili litimie andiko katika Yohana sura ile ya 5, ambalo Yesu Kristo alisema katika Yohana sura ile ya 5 kwamba nilikuja kwenu lakini hamkunipokea mimi. Au yote ambaye hakumpokea Yesu Kristo ataambiwa na mpinga Kristo kwamba mimi ndiye, mnisujudie. Watu ambao leo wanajifanya wajanja, wanafanya dhambi, hawataka kumpokea Yesu Kristo aliye halisi katika maisha yao, awatawale wakiwa mbali na dhambi, watampokea mpinga Kristo. Yohana sura ile ya 5 mstari wa 43, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Ndiye atakayekuja kwa jina lake mwenyewe ni mpinga Kristo, ambaye atawaambia walimwengu wakao juu ya uso wa dunia kwamba hawana budi kumsujudia, hawana budi kumwabudu, hawana budi kukubali chapa katika nyuso zao, ili wapate kuuza, wapate kununua, wapate kula. Na watu wataona kama ni mahali pa salama. Walevi wa leo watamkubali hiyo kirahisi, kumbe anazidi kupelekwa pabaya. Huyo naye atawapiga, Mungu atawapiga, mpinga Kristo atawapiga, na shetani atawapiga. Atakuwa ni mapigo ya kutisha, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Niseme nini kwenu wa Tanzania? Nizungumze nini kwenu wa Tanzania? Ndio maana kabla wakati huo, kabla ya parapanda kulia, kabla ya ghadhabu itakayokuja, Mungu amenituma kwako ndani ya chumba chako mwenyewe, ili yamkini nizungumze na wewe, ili yamkini haya yatakayokuja yasikupate wewe. Mwenye masikio na asikie. Nyakati mbaya zinakuja, ghadhabu ya Mungu inashuka. Itakuwaje ghadhabu hiyo? Itatisha. Watu watakaobaki wakati huo watauawa na damu yao kumwagwa kama mavumbi, na nyama yao itamwagwa kama mavi, wala hawatakuwepo watu wa kuwalilia wala kuwazika. Kila mmoja atakuwa anaangalia nafsi yake mwenyewe. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Sefania sura ya 1 mstari wa 15. Sefania sura ya 1 mstari wa 15 inaeleza juu ya watu ambao watakapokuwa na kufa. Hakuna mtu atakuwazika, nyama yao itamwagwa tu kama mavi, wataonekana si chochote si lolote, ni kama mbwa aliyogongwa na gari ambaye hakuna yeyote wa kuhangaika kumzika. Itakuwa inatisha. Watu ambao leo wanatamba watakuwa si chochote si lolote wakati huo. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Sefania sura ile ya 1 mstari wa 15, maandiko yanasema siku ile ni siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusitusi, siku ya mawingu na giza kuu. Ikoje? Mstari wa 17 mpaka 18, nami nitawaletea wanadamu dhiki, hata watakwenda kama vipofu, kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi, na damu yao itamwagwa kama mavumbi, na nyama yao kama mavi. Fedha yao wala dhahabu yao, si unaringia fedha yako? Si unaringia kwamba wewe ni tajiri? Ndio maana anasema huna haja kuokoka leo. Wanaokoka ni maskini, wanaokoka ni watu wale walio frustrated, waliochanganyikiwa, walioshindwa maisha. Maandiko yanasema wakati huo fedha yako haitakusaidia. Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana, bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake, maana atawakomesha watu wote wakao katika nchi hii na ukomo wa kutisha. Yeremia 25 mstari wa 33. Yeremia 25 mstari wa 33, maandiko yako wazi yakituelezea. Watu wanaingia makanisani, watu wanaingia katika majengo ya ibada, hawaelezi maneno haya. Ndio maana Bwana amenituma ndani ya nyumba yako ili nikueleze yatakayokuijia. Mwenye masikio na asikie. Yeremia 25 mstari wa 33, na waliouawa na Bwana siku ile watakuwapo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili. Hawataliliwa, hakutakuwa na msiba mtu akifa. Hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Watakuwa kama mbwa tu waliokufa.
Hakuna mtu atakayekuzika. Sio unapiga makelele huko kwenye unasema siwezi kuacha kanisa langu hili kubwa lenye watu wakubwa, lenye watu wazito, niende kwenye vikanisa vya kilokole huko halafu nikazikwa na nani? Leo kuna mtu wa kukuzika hata akipatikana mmoja. Lakini wakati ule utazikwa, utakuwa kama mbwa, utakuwa kama mavi, utakuwa kama samadi. Maandiko yanasema itakuwa ni itatisha. Ghadhabu ya Mungu itakuwa imeshuka juu ya uso wa dunia. Leo watu wanatenda dhambi na anaonekana kama Mungu hayuko. Ndio maana unakunywa pombe, unaamka asubuhi kama vile Mungu hayuko. Unafanya uzinzi, unafanya uasherati, unavuta bangi, unakula madawa ya kulevya, unaua, unafanya ujambazi, unaiba, ni kama vile Mungu hayupo. Ni kama Mungu hakuoni. Hasira ya Mungu imewekwa akiba kwa ajili ya wakati huu. Wakati huo hasira yake yote itashuka. Yeye ambaye anaonekana haonekani kwako sasa atashuka na kuonekana. Utaiona ghadhabu ya Mungu wazi wazi. Inatisha kuona Mungu mwenye nguvu zote anapokuwa amekasirika. Inatisha. Mungu aliyeumba mbingu na nchi kwa neno tu akasema iweko nuru, ikapata kuwako. Inatisha anapoinuka mwenye hasira juu ya mwanadamu. Biblia anasema hasira yake itakuwa ya kutisha. Sefania sura ya 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Sefania sura ya 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Tunaona juu ya hasira iliyowekwa akiba kwa ajili ya wanadamu wenye jeuri, ya wanadamu wenye kiburi, wanaojivunia elimu zao. Elimu yako ni nini? Umejifunza juu ya biolojia, elimu ya viumbe. Kama Mungu asingeweka viumbe, biolojia yako ingetoka wapi? Unajifunza juu ya historia. Kama Mungu asingeumba wanadamu, historia yako ingetoka wapi? Historia ya nani? Alexander the Great. Kama Mungu asingemuumba, historia yako ingekuwa wapi? PhD yako ni ya nini basi? Unajifunza juu ya elimu ya udongo, soil chemistry. Unajifunza na kuona unatamba geology. Unajua juu ya madini. Wewe ni mtaalamu juu ya madini. Mungu asingeumba madini. Madini unayojifunza na kuringia yangetoka wapi? Bwana akusaidie. Bwana akusaidie. Mimi ni daktari. Mimi najifunza juu ya anatomy, najifunza juu ya elimu ya nyota. Nyota zingekuwepo, wanadamu wasingekuwepo. Hiyo mishipa ya fahamu unayojifunza habari zake ungeijua wapi? Mwanadamu, ukiwa ukijua ni udongo utashuka. Usingojee hasira ya Bwana. Sefania sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3, maandiko nasema jikusanyeni, naam jikusanyeni, taifa lisilo na haya, kabla haijazaa hiyo amri, kabla haijapita siku ile kama makapi, kabla haijawajilia hasira kali ya Bwana, kabla haijawajilia siku ya hasira ya Bwana. Mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, ninyi mliozitenda hukumu zake. Itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Hasira ya Bwana ndio inatajwa kuja. Itakuwaje wachungaji na maaskofu ambao na watu wanaitwa wainjilisti, watu wanaosimama kwenye mimbari ambao wanasema hakuna kuokoka duniani, jua puuzeni walokole wala msiwasikie. Maaskofu wenye macho yaliyoteremka mpaka chini watakuwepo wakati wa dhiki kubwa. Wale waliopinga wokovu watakuwepo. Hakutakuwa na cha kuhani, hakutakuwa na cha askofu, hakutakuwa na cha huyu ni yule ni mkuu wa dini, yeye aliyemdanganya na aliyedanganywa, wote watakuwa pamoja. Wote watakuwa katika dhiki nzito. Angalia Isaya sura 24. Isaya sura 24, angalia makuhani wanaopinga kwamba kuna kuokoka duniani watakavyokuwepo wakati wa dhiki kubwa. Isaya 24 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Tazama, Bwana ameifanya dunia kuwa tupu, aifanya ukiwa, aipindua na kuwatawanya wakao ndani yake. Na itakuwa kama ilivyo hali ya watu, ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani. Hali ya watu wa kawaida, washirika wa kawaida, ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani. Hali ya mchungaji anayepiga kelele na kusema hakuna kuokoka duniani, amebaki wakati wa dhiki kubwa. Kama ilivyo hali ya watu wanavyoteswa na kuumizwa, majoo yao watu hawa hayatawasaidia. Awe yote kama anasimama asimame na kuhubiri kwamba Yesu anaokoa. Kama una ujumbe wa Yesu anaokoa, toka madhabahuni. Kama toka madhabahuni, toka madhabahuni. Na kama unafanya mchezo na kudanganya watu wa Mungu, hasira kali itakujia kuhani.
Tazama Bwana ameifanya dunia kuwa tupu, aifanya ukiwa, aipindua na kuwatawanya wakao ndani yake. Na itakuwa kama ilivyo hali ya watu, ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani. Kama ilivyo hali ya mtumwa, ndivyo itakavyokuwa hali ya bwana wake. Kama ilivyo hali ya mjakazi, ndivyo itakavyokuwa hali ya bibi yake. Kama ilivyokuwa hali ya nunuae, ndivyo itakavyokuwa hali yake auzae. Kama ilivyo hali yake akopeshae, ndivyo itakavyokuwa hali yake akopae. Kama ilivyo hali yake atoae faida, ndivyo itakavyokuwa hali yake ampae faida. Dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa. Maana Bwana amenena neno hilo. Dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika, unazimia, watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Sio leo unasema mimi ni rais siwezi kuokoka, mimi ni waziri mkuu siwezi kuokoka, si ndio? Mimi ni waziri siwezi kuokoka, si ndio? Mimi ni mkuu wa mkoa siwezi kuokoka, si ndio? Ndivyo ninavyosema. Mimi ni mkuu wa wilaya, mimi ni mkurugenzi siwezi kuokoka, ndio? Utaona siku hiyo wakuu wa dunia wanadhoofika. Hakuna cha mkuu, hakuna cha mtumwa, hakuna cha tajiri, hakuna cha maskini. Itakuwa ni makali mtindo mmoja kwa awaye yote. Tena dunia imetiwa najisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Ndio sababu laana imeila dunia hii, na hawa wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndio sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea, watu waliosalia wakawa wachache tu. Uwe miongoni mwa wachache. Nasema uwe miongoni mwa wachache. Wakisema wameokoka wamepotea, sema potelea mbali hata kama nimepotea. Uwe miongoni mwa wachache katika jina la Yesu. Itakuwa ni dhiki kubwa. Itakuwa ni dhiki kubwa. Biblia inasema hofu na shimo. Hofu na shimo na mtego juu yako. Isaya sasa 24 mstari ule wa 17. Isaya 24 mstari sasa wa 17 mpaka mstari wa 18. Hofu na shimo na mtego juu yako, mwenye kukaa duniani. Itakuwa kila akimbiaye sauti ya hofu ataanguka katika shimo, na kila apandaye na kutoka shimoni atanaswa na mtego. Kwa maana madirisha yaliyo juu yamewekwa wazi, na misingi ya dunia inatikisika. Misingi ya dunia inatikisika. Watu wataiambia milima iwaangukie wasitiri, ili wasiendelee kuteseka, lakini namna yote ya kujiua haitakuwapo. Mtu atashika kisu ajaribu kujichoma mwenyewe, kisu kitapinda. Atajaribu kujiua kwa upanga, kisu kitapinda. Atajaribu kujipiga, upanga hautamsaidia. Atajaribu kujipiga kwa risasi, risasi itaweza kumuua awaye yote. Ni mpaka uuawe, ni mpaka uteswe na uuawe kwa ghadhabu ya Mungu, kwa ghadhabu ya Shetani na kwa ghadhabu ya mpinga Kristo. Itakuwa inatisha. Biblia inasema katika Ufunuo Yohana sura ile 6, Ufunuo 6 mstari wa 15 mpaka 17, na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri wanaojifanya jeuri leo na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Kwa maana siku iliyokuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Wanajaribu kuibembeleza milima, tuangukieni tusitirini. Sisi matajiri, majemedari wa jeshi ambao hatutaki habari za wokovu, tulipinga habari za wokovu, tusitirini, tusiaibike mbele za maaskari wadogo wadogo waliokuwa wanatupigia saluti. Itatisha. Hakuna wakukusikiliza. Milima haitakuangukia, hawa yote hata kusikiliza. Itatisha. Biblia inasema Mungu atashusha mvinyo wa ghadhabu ya Mungu isiyochanganywa na maji. Ufunuo Yohana sura ile ya 14 mstari wa 9 mpaka mstari wa 11. Ufunuo Yohana sura ile ya 14 mstari wa 9 mpaka mstari wa 11. Itakuwa ni ghadhabu isiyo na huruma hata kidogo. Hata kidogo. Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu yeyote akimsujudia mnyama na sanamu yake na kuipokea chapu katika kichwa uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Hakuna raha
Hakuna raha mchana, hakuna raha usiku. Huwezi kulala, ni mateso. Hamu ya uasherati haitakuwepo. Hakutakuwepo na uasherati, hakutakuwepo na uzinzi wakati ule. Utapata wapi nguvu ya kufanya uasherati wakati huo? Ni mateso mchana na usiku, kila mahali. Hutapata namna yote kusema sasa ukae mwanamke uanze kujitengeneza ili uwe changudoa kutamaniwa mitaani. Itakuwa ni mateso mchana, mateso usiku. Itatisha. Biblia inasema watu watatamani kujiua, lakini mauti itakuwa imewakimbia. Yohana sura ile 9 mstari wa 2 mpaka mstari wa 6. Hapa na hapa tunasoma, akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu ilionayo nge wa nchi. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Yani watu ambao hawajaokolewa leo. Itakuwaje watu hawa? Maandiko yanaendelea kusema, wakaambia siadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wakapewa amri kwamba siwaue, bali wateswe miezi 5. Na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge aumapo mwanadamu. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti, wala hawataiona kamwe, na watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Hakuna kujiua mpaka uuawe, mpaka uteswe, halafu ufe kifo cha aibu kama mbwa. Mapigo ya Mungu, maandiko yanasema, yatatimizwa kwa kumwagwa kwa mapigo 7 ya kutisha juu ya wanadamu. Ingenichukua masaa na masaa kuelezea yatakayotokea kwenye miaka ile 7. Taifa la Israeli litakutana na mambo ya namna gani? Muda usingenitosha. Lakini mapigo 7 ya kutisha yatakayowajia wanadamu yatakayokuwepo yanatajwa katika Ufunuo Yohana sura ile ya 15. Tuone kama tunaweza kuyaangalia yote kwa haraka. Ufunuo Yohana 15 mstari wa 1. Kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, malaika 7 wenye mapigo 7 ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Mapigo 7 juu ya wanadamu watakaokuwepo duniani yatakuwaje? Yanaandikwa sasa katika sura ile ya 16, pigo moja baada ya pigo jingine. Ufunuo 16 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, nendeni mkavimimine vile vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Akaenda huyo wa kwanza, akakimimina kitasa chake juu ya nchi. Pakawa na jipu baya bovu juu wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Majipu yakamwaga juu ya wote watakaokuwepo duniani. Kila mahali majipu wanajikuna, wananuka, usaa unatoka kila mahali. Hakuna cha jemedari, hakuna cha yule aliyekuwa mkuu wa nchi. Kila mahali ni usaa, hakuna mtu wa kukusaidia, hakuna hospitali nyakati hizo, hakuna wa kukusaidia. Kila mahali, kila mmoja na majipu kama nyakati zile za watu wa Misri, nyakati za Farao. Watu wanajikuna kwa majipu, hakuna kuwasaidia. Ni majipu mabaya, mabovu, yananuka. Harufu yake ya usaa inatisha. Na huyo wa pili akakimimina kitasa chake juu ya bahari. Wakati hilo majipu hajatulia, wa pili anamimina pigo la pili. Akakimimina kitasa chake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa. Hakuna cha samaki. Bahari yote itageuza kuwa damu. Maji yote katika bahari yatakuwa ni damu. Hakuna meli kutembea, ni damu kila mahali. Hakuna kuvua samaki, hakuna chochote. Kama unajaribu kuvua samaki, ujaribu kula, utakula wapi? Maana yote ni damu. Haishia hapo. Na huyo watatu akakimimina kitasa chake juu ya mito na chemchemi za maji, zikawa damu. Hakuna maji ya kunywa, kote ni damu. Kiu kali, ukijaribu kunywa maji ni damu. Unakunywa damu. Sio alikuwa mjanja, ni muuaji, unaua watu na kumwaga damu zao, utakunywa damu.
Itatisha. Wewe ambaye umekuwa na tabia ya kutoa mimba, na wewe daktari unayetoa mimba za wanawake, utakunywa damu kwa sababu wewe mwenyewe umemwaga damu. Itatisha, kila mahali ni damu. Biblia inasema, nami nikamsikia malaika wa maji akisema, wewe mwenye haki uliyeko na uliyekuwako mtakatifu, kwa kuwa amehukumu hivi, kwa kuwa alimwaga damu ya watakatifu na manabii, na amewapa damu wainywe, nao wamestahili. Itakuwa ni mapigo, bado yanaendelea. Mstari wa 8 mpaka mstari wa 11. Na huyo wa 4 akakimimina kitasa chake juu ya jua, nalo likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa, nao wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo, wala hawakutubu wala kumpa Mungu utukufu. Jua litafanywa kuwa kali kwa namna ya kutisha. Jua litaongezewa joto la kutisha. Wakati wa itatisha, litaongeza joto lile, litashuka kabisa juu wanadamu. Wataunguzwa maunguzo makuni kama wanapikwa, lakini hawawezi kufa. Itakuwa ni namna ya kutisha. Biblia inasema wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa. Mstari wa 10 kuendelea. Na huyo wa 5 akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi yule mnyama, ufalme wake ukatiwa giza, wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu. Watu wanatafuna ndimi, wanatafuna ulimi, hakuna chakula. Njaa itakuwa ni kali, kila mahali ni maji, ni damu, hakuna chakula. Watu watakimiza mijusi, watamani kuitafuna mijusi hata ya kule itakuwa haiko, kwa sababu kila mahali kutakuwa kunaunguzwa kwa maunguzo makali ya jua. Watu watakuwa wanatafuna ndimi zao wenyewe. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Kwako wewe kahaba unaenengua viuno leo. Kwako wewe kahaba unaenengua viuno, nasema stage show. Mimi wanenguaji ndio sisi wenyewe tunafanya bendi fulani ya dance kusifika. Endelea kunengua kiuno. Tutaona kama utanengua kiuno wakati wa dhiki kubwa. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Wewe ambaye unajitembeza kila mahali na kusema mimi ndio mzuri zaidi Kigamboni, mimi ndio Miss Kigamboni, ndio mimi Miss Tabata, ndio mimi Miss Tanzania. Tutakuona wakati wa dhiki kubwa. Utatafuna ulimi wako mwenyewe. Hakuna atakaye kuchangamkia. Wanaume wanashughulikiwa na wewe unashughulikiwa. Itatisha. Katikati ya mateso hayo, maandiko nasema katika mstari wa 12 kuendelea, na huyo wa 6 akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake kakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha ule joka, na katika kinywa cha ule mnyama, na katika kinywa cha ule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Baada ya mwishoni watu watakusanywa kwa vita inayoitwa vita vya Armageddon, ambayo watakusanywa na shetani ili eti kupigana na Yesu Kristo. Maana atarudi pamoja na watakatifu waliowanyakuwa. Baada ya miaka 7 atarudi kutawala dunia. Watakusanywa eti waenda kupigana katika vita ya Armageddon, kupigana na Yesu. Na hapo upango utashuka, watarururiwa na kumalizwa kwa namna ya kutisha. Maana hakuna wezaye kushindana na Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme katika vita hiyo inaitwa vita vya Armageddon. Mstari wa 17 kuendelea. Na huyo wa 7 akakimimina kitasa chake juu ya anga, sauti kuu ikatoka katika hekalu, na kile kiti cha enzi kisema, imekwisha kuwa. Pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa namna ile jinsi ilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Watu wanaocheza dansi watatetemeshwa na tetemeko hilo. Sio walikuwa wanacheza dansi? Haya, cheza sawa sawa tuone. Utatetemeshwa na tetemeko hilo. Unazunguka, unajipigiza chini, unainuka, linakuzungusha tetemeko, unapiga chini. Sio mcheza dansi maarufu, sio wewe ni star wa rapu. Haya, zunguka. Tetemeko litakuzungusha kwa namna ya kutisha. Tetemeko hilo halijawahi kutokea tangu matetemeko ya wako duniani. Na mji ule mkuu ukagawanyikana mafungu 3, na miji ya mataifa yakaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu, kupewa kikombe cha mvinyo wa ghadhabu ya hasira yake. Kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena.
na mvua ya mawe kubwa sana, ya mawe mazito kama talanta kilo. Mawe mazito kama talanta ni kama uzito wa gunia. Ndiyo mawe yanayoanguka kutoka juu mbinguni. Mvua ya mawe yenye uzito wa namna hiyo, mvua inanyesha, yale mawe yanawaponda watu kichwani, yanawaponda watu kichwani, yanawaponda watu kichwani, wanaanguka chini, wakiinuka wanapondwa na mawe hayo, wakiinuka wanapondwa na mawe hayo. Umeme, radi, kila mahali. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa mno. Wengine watalia, wengine watalia, lakini vilio vyao havitasikilizwa. Watu watalia, watu watalia, Mungu awahurumie. Kimya, huruma yake itakuwa imekoma. Ndio maana maandiko yanasema huu ni wakati wa kutubu. Huu ni wakati wa kuingia katika safina na kujificha. Huu ni wakati wa kujificha. Uko tayari kujificha? Tunajifichaje? Isaya 26 mstari wa 20. Njooni watu wangu, ingia wewe ndani ya vyumba vyako, ukafunge mlango nyuma yako, jifiche kitambo kidogo mpaka ghadhabu hii itakapopita. Tunajificha kwa kutubu dhambi zetu, kwa kumaanisha kuziacha na kuyaamini maneno haya na kusema, Mungu asante kwa sababu umenifundisha maneno haya kabla ya wakati huo kuja. Ninatubu dhambi zangu zote, kuanzia sasa nataka kufanya mapenzi yako. Au yote anayetubu dhambi zake kumaanisha kuziacha, sio kwa namna ya desturi tu ya kidini, na kusema kuanzia sasa nataka kufanya mapenzi yako, huyo atasamehewa dhambi zake na kuhesabiwa miongoni mwa wale watakaoandikwa katika kitabu cha uzima mbinguni. Na baada ya kuandikwa katika kitabu cha uzima mbinguni, sasa watafichwa kama kufichwa katika safina. Kabla ya dhiki yokuja, watapaa kwenda juu mbinguni. Watakaobaki watabaki katika mateso. Watakuwepo wawili shambani, mmoja atwaliwa, mwingine aachwa. Watakuwepo wawili wamelala, mmoja atwaliwa, mwingine aachwa. Je, utakuwa miongoni mwa watakaoachwa au utakuwa miongoni mwa wale watakaotwaliwa, wale waliposimama? Huu ni wakati wa kumlilia Bwana. Huu ni wakati wa kulia. Huu ni wakati wa kumlilia Mungu na kumwambia, Bwana nisamehe, Bwana nisamehe, Bwana nisamehe. Unataka kunusurika katika ghadhabu hiyo itakayokuja, weka mikono yako upesi juu, maana yeye ajaye anakuja. Angalia juu ya nani? Kila mmoja atachukua furushi lake mwenyewe. Unakimbilia madhabahu. Upesi walionyosha mikono, kimbilia madhabahu. Unapokimbilia madhabahu ndio namna ya kujificha katika safina. Ukifika hapa, anza kulia, mwambie Bwana Yesu nisamehe, mwambie Bwana naomba unisamehe, sitaki dhambi tena, sitaki dhambi tena, sitaki dhambi tena, sitaki kuwepo wakati wa dhiki hiyo kubwa, sitaki kuwepo wakati wa dhiki hiyo kubwa, sitaki kuwepo wakati wa dhiki hiyo kubwa. Bwana atakusikia. Vile wewe unayefuatilia kipindi kwa njia ya television, usio kama watu wale wa nyakati za Nuhu ambao waliambiwa na kuambiwa na kuambiwa, hawakusikia mpaka gharika ile ilipokuja na kuwafunika. Nafasi kupata uzima milele na kuikwepa dhiki kubwa inatolewa kwako sasa, na unachotakiwa kufanya ni kuweka mikono yako juu, kisha fuatisha sala hii. Sema maneno haya: Mungu Baba, hakika mimi ni mwenye dhambi. Sitaki kubaki duniani wakati wa dhiki kubwa inayokuja. Hivi nilivyo, bila shaka ni mtu wa kubaki duniani katika dhiki hiyo kubwa. Bwana Yesu, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Sitaki kuzirudia tena. Nipe uwezo wa kushinda dhambi, ili kuanzia sasa niishi maisha yanayokupendeza wewe.
ili yamkini ninyakuliwe na kutwaliwa na kukulaki mawinguni na kuiacha dunia ikipita katika dhiki kubwa. Asante kwa kunisikia na kuniokoa katika dhiki hiyo, katika jina la Yesu, amen. Baada ya sala hii tayari umekwisha samehewa dhambi zako bila shaka. Yesu Kristo ni mwingi wa rehema. Ndio maana leta neno hili ili yamkini upate nafasi ya kuingia katika safina ambayo ni Yesu Kristo. Lakini ni muhimu vile vile kufahamu kwamba Yesu Kristo katika Ufunuo Yohana sura ile ya 19 13 anaitwa neno la Mungu. Kujificha ndani ya safina ya Yesu Kristo maana yake vile vile kujificha ndani ya neno la Mungu, ili uwe na hakika ya kunyakuliwa wakati wa parapanda kulia, wakati ambapo watu waliokoka watakaponyakuliwa na kuacha wasiookoka kukaa katika dhiki kubwa, kuteswa katika dhiki kubwa. Huna budi kukaa katika neno la Mungu ambalo litakuwa ni mafundisho ya kina yanayohusiana na wokovu, maisha ya utakatifu hapa duniani. Mafundisho namna hiyo unaweza kuyapata katika kanisa lolote linalohubiri wokovu, na ninakusihi kwa jina la Yesu Kristo, bila kusita kuanzia Jumapili hii tafuta kanisa lolote linalohubiri wokovu, na ukifika pale mwambie mchungaji kwamba umeokoka kutokana na kipindi hiki cha television, na atafurahi kupokea bila shaka, na utazidi kupata msaada zaidi wa kiroho, utazidi kupewa neno, utazidi kupata mafundisho ya kufanya uzidi kuwa safi siku baada ya siku, na kujiweka tayari kabisa kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Dhiki itakapokuja itakukuta wewe tayari uko juu mbinguni katika furaha isiyo na kifani. Bwana akutangulie katika kuchukua hatua hii kwa ujasiri. Ukifanya hivyo, baraka za Bwana zitazidi kukufunika. Vile vile, kwa msaada zaidi wa kiroho, usikose kusoma kitabu changu kinachoitwa Masomo ya Mwanzo Baada ya Kuokoka. Kitabu hiki chenye kurasa 150 kina masomo 20 ya muhimu sana ambayo yatakuinua mara moja kiroho. Kitabu hiki kinapatikana katika duka la kaseti na vitabu vya Kikristo la kanisa la Full Gospel Bible Fellowship FGBF Mwenge, Dar es Salaam, kwa bei isiyo ya kibiashara ya shilingi 1,600 tu. Ikiwa uko mahali pengine katika Tanzania mbali na Dar es Salaam, unaweza kupata kitabu hiki pia katika makanisa yote ya FGBF nchini kwa bei isiyo ya kibiashara ya shilingi 1,800 tu. Na vile vile, ikiwa uko popote nchini Tanzania na unahitaji kupata kitabu hiki kwa njia ya posta, unaweza kupata kitabu hiki kwa kutuma shilingi 2,200 ambayo ni pamoja na gharama ya posta, kwa kutumia anwani ifuatayo: Full Gospel Bible Fellowship, sanduku la posta 16526 Dar es Salaam. Kumbuka kuandika anwani yako yote. Ikiwa uko nje ya Tanzania, eleza kwanza mahitaji yako kwa kutumia anwani ya email ifuatayo: neno la uzima @fgbfchurch.org. Kwa maulizo zaidi kuhusu kitabu hiki, mwisho wa kipindi hiki, piga simu ifuatayo: 0744273041. Mungu akubariki. Asante kwa kunipa nafasi ya kuzungumza na wewe. Bado ninayo machache mengine ya kuzungumza na wewe. Kwa sasa nitakuacha kidogo, lakini nitakurudia tena baada ya matangazo yafuatayo. Tafadhali nisubiri, usiondoke. Kipindi cha Neno la Uzima ulichokitazama kinapatikana pia katika kaseti ya video namba PGM
NU kwa 04/18 kwa bei isiyo ya kibiashara ya shilingi 2,000 tu. Vile vile ujumbe kamili wa neno hili la Mungu unapatikana katika kaseti ya radio namba SYB 130604-2 kwa bei isiyo ya kibiashara ya shilingi 700 tu. Jipatie kaseti hizi katika kanisa la FTBF Mwenge, Dar es Salaam. Kumbuka kutaja namba za kaseti unapoziulizia. Ikiwa uko popote Tanzania na unataka kutumiwa kaseti hizi kwa njia ya posta, ongeza shilingi 600 ya gharama za posta kwa kila kaseti. Na tuma fedha kwa anwani ifuatayo: Full Gospel Bible Fellowship, sanduku la posta 16526, Dar es Salaam, Tanzania. Kwa maulizo zaidi piga simu 0744273041. Bila shaka kipindi hiki kimekuwa cha baraka tele kwako. Usikose kutazama kipindi kingine cha Askofu Mkuu Kakobe kinachorushwa hewani hapa kila wiki kinachoitwa Saa ya Maajabu. Kipindi hiki pia kitakuwa cha baraka kubwa kwako. Kwa maulizo zaidi kuhusu siku na muda wa kipindi hiki, piga simu zinazoonyeshwa kwenye skrini yako fikapo mwisho kabisa wa kipindi hiki. Ibada hii ya neno la uzima hufanyika kila Jumapili katika kanisa la Full Gospel Bible Fellowship Mwenge, Dar es Salaam. Kutana na Askofu Kakobe live, yani uso kwa uso katika ibada hii. Kwa taarifa zaidi kuhusu saa za ibada hii, mwisho kabisa wa kipindi hiki, piga simu zinazoonyeshwa kwenye skrini yako. Unaweza pia kuhudhuria katika ibada za jinsi hii katika kanisa lolote linalohubiri wokovu. Kama una lolote jingine au kama unahitaji maombezi au ushauri wowote, mwisho wa kipindi hiki pia piga simu zinazoonyeshwa kwenye skrini yako. Kikosi cha maombezi cha Askofu Mkuu Kakobe kitakufanyia maombezi, na pia kama ukipenda kutaja jina lako, watendakazi wa kikosi hicho wataandika jina lako na mahitaji yako na kumpa Askofu Mkuu Kakobe ili akuombee binafsi kwa kutaja jina lako. Kumbuka kwamba yote utakayoyaeleza kwa watendakazi wa kikosi hiki yatakuwa ni siri, hayatatangazwa kwa yeyote. Piga simu zifuatazo ifikapo mwisho wa kipindi hiki: 022-27000036 au 27000754 au 27000387 au 27000210 au 27000047 au 0744273041 au 495924 au 836261 au 379709 au 272803 au 0748730345 au 730357 au 702942 au 0741587397 au 587398 au 587399. Ikiwa hutafanikiwa kujibiwa simu yako mara moja, tafadhali jaribu tena na tena. Asante. Asante tena kwa kunipa nafasi ya kuzungumza na wewe. Mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi hiki. Ukiweza, karibu ushiriki pamoja nami live, yani uso kwa uso, katika ibada ya neno la uzima katika kanisa la Full Gospel Bible Fellowship Mwenge, Dar es Salaam, Jumapili hii. Tukutane tena katika kipindi kama hiki hapa wakati kama huu wiki ijayo. Baraka za Mungu zikufunike wiki nzima hii. Bye bye.